Ikiwa leo ni sikukuu ya Pasaka ambayo waumini wa dini ya Kikristo duniani kote wanaadhimisha kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, jamii hapa nchini imeaswa kuongeza nguvu ya mapambano ya ukatili wa kijinsia. Akiongea na Kurasa, mchungaji Anne-Marie Kole ameeleza kuwa jamii ndio yenye wajibu mkubwa wa mapambano hayo ili kuwa na kizazi salama. Tunaposherehekea sikukuu hii, tukumbuke ya kwamba huyu Yesu kwa nini alikufa? Alikufa ili sisi tupone, tuache dhambi, tutengeneze patano jipya na Mungu kwa maovu yale ambayo tulikuwa tukiyafanya. Sasa ifike mahali tutubu, hasa ukiangalia kizazi cha sasa hivi. Watu wengi wanapitia ukatili wa kijinsia, changamoto nyingi watoto. Niwatakie heri ya Pasaka wa Kristo wote duniani na Tanzania. Zaidi sana tuendelee kutunza amani ya Tanzania, lakini pia niwakumbushe tu kusaidia watu wenye uhitaji, kwa sababu Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya sisi ambao tuna uhitaji. Heri zangu za Pasaka, ninawatakia vijana wenzangu wote heri ya Pasaka. Waendelee kumwamini Mungu, waendelee kumtumikia Mungu. Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema kama alivyosema kwenye neno lake kwenye Yeremia 29 na ule mstari wa 11. Biblia inasema kwamba mimi nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani na kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo Mungu anatuwazia mema, Mungu anakuwazia mema kijana mwenzangu, endelea kumwamini Mungu. Na tuendelee na Kurasa. Wafanyabiashara wa vifaa vya umeme nchini wameliasa shirika la viwango nchini TBS kuangalia namna kudhibiti bidhaa zisizo na viwango kabla hazijafika kwenye maduka yao, kwani wao hukutana na changamoto kutoka kwa wateja ambao hudhani wao ndio chanzo cha bidhaa feki. Wakiongea na Kurasa wamesema kuwa huwa lazima kutumia nguvu kubwa kwa wateja kuaminisha kwamba bidhaa hizo sio feki. TBS na washauri kwamba mzigo unapokuwa unaingia pale, wao wanajaribu kukagua kabla ya kudhibitisha. Wao kwanza wenyewe wajiridhishe kwamba kitu ni kizuri au sio kizuri. Kwa maana kwamba kuna vitu vingine unakuta vimetoka kule, vimekuja hapa Tanzania. Unaanza kujiuliza TBS, unakuta unaletewa huko mteja paki na figa Tegeta. Unauliza sasa hiki kitu kimefikaje huku? Nimepata malalamiko mengi, lakini kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba ili tuweze kulishughulikia hilo tatizo, sisi tutumike kama nyenzo ya kufikisha taarifa kwa wale ili tuweze kuweka sawa. Ila kwa sababu sisi hatuwezi tukatatua hilo tatizo kwa sababu liko nje ya uwezo wetu. Mimi kwa ushauri wangu TBS, ninaomba kabla ya bidhaa kuingia kwa sisi ambao tunauza, wachukue uchunguzi mapema na wawe na uhakika na ile bidhaa. Na tumalizie Kurasa. Wafanyabiashara wanaouza juisi ya matunda katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam wamesema kwamba biashara hiyo haitoki sana kama ilivyokuwa ikitoka nyakati za jua na joto kali miezi iliyopita, sababu kumekuwepo na mvua. Baadhi ya wafanyabiashara hao wamesema ni bora jua kuliko mvua, huku baadhi ya wateja wakisema wao hunywa juisi kwa afya zao na sio hali ya hewa. Mambo ni mabaya, sio mazuri. Kwa sababu kipindi cha mvua biashara haiendi ya vinywaji kutokana na hali ya hewa inakuwa na baridi. Ila kipindi cha jua biashara ya juisi na vinywaji vingine vinaenda sana. Kutokana na jua linakuwa kali, watu wanatoka jasho na kimbizana kwenye vinywaji kunywa, ndio maana tunauza sana kipindi cha jua. Tofauti na kipindi cha baridi. Mvua ikinyesha, mtu anakuwa hana kitu haja ya kunywa kitu cha baridi. Kwanza wakati wa jua kali ni kiwango ni kile kile, siwezi kuongeza kupunguza kulingana na majira. Isipokuwa labda tu ni kwamba labda kwa watu wengine, lakini kama mtu unajua umuhimu wa matunda, huwezi kupunguza kwa sababu ya majira. Majira yoyote unatakiwa kutumia vinywaji au kimiminika au matunda ambayo yametengenezwa kuwa juisi. Ndio nanunua, ila kuna muda kuna mvua, kuna muda kuna jua kama hivyo. Ndo inasababisha watu wasinunue sana.